angalieni sana, wale wa kwanza watakuwa wa mwisho na wale wa mwisho watakufanya nini? Watakuwa wa kwanza. Ndugu Owen, katika ushuhuda niliyomuona kama mtumishi pasipo upendeleo, yeye nilipomwombea, kitu ya kwanza alimkubali Kristo Yesu. Liko lango moja wazi, ni lango la mbinguni, na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waja. Wala katika masaa ambayo Bwana aliniunganisha pamoja naye, lakini nilipomwombea kama mtumishi wa Bwana, kuna ushuhuda ambayo niko nao juu ya mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi alikuwa ya kwamba hajamtambua Yesu, haijalishi ya kwamba alikuwa ya kwamba yeye ni mlevi, haijalishi akisema ya kwamba hakuwa anajua ya kwamba kuingia kanisa ni nini, lakini ni ushuhuda mmoja katika ndani mwake, na mteule asema amen. Ushuhuda huu unapatikana wapi? Yesu Kristo mwenyewe akasema ya kwamba angalieni sana, wale wa kwanza watakuwa wa mwisho na wale wa mwisho watakufanya nini? Watakuwa wa kwanza. Ndugu Owen, katika ushuhuda niliyomuona kama mtumishi pasipo upendeleo, yeye nilipomwombea, kitu ya kwanza alimkubali Kristo Yesu. Alipomkubali Kristo Yesu, nami nikasema ya kwamba umemkubali? Akasema nimemkubali. Na nilipoangalia katika ndani yake pamoja na ndugu yake, nikaona ya kwamba jinsi Yesu walipokutana na Martha na Mariamu, Yesu alipokuta ya kwamba Lazaro amekufa, amemaliza siku 4, akasema Bwana, ungelikuwa ndugu yangu hangelikufa. Lakini Biblia inasema nini? Katika ushuhuda wa Owen, alipokubali toba, nami nikamweka toba mbele ya Mwenyezi Mungu, akamkubali Kristo saa ile na wakati ule. Maana andiko linasema nini? Wakati niliokubaliwa ni sasa, si kesho. Sema amina. Haijalishi Owen alikuwa ya kwamba hajamtambua Bwana, haijalishi ya kwamba alikuwa mlevi wala alikuwa msharati, lakini dakika ya mwisho alimkubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yake. Na wateule waseme amina. Wateule waseme amina. Nilipomwombea kama mtumishi wa Bwana, nikasema Bwana, wewe huyu mpendwa namna gani? Lakini katika ulimwengu wa roho nilipoona mpendwa naye amesafiri katika nchi nyingine ama katika nchi ya mbali, na nilipomwona katika ulimwengu wa roho, Roho wa Bwana akanena mambo makubwa na akaniambia, lakini akasema uliza ndugu yake jambo moja, huyu ndugu amekonjeka kwa muda gani? Naye ndugu akaeleza. Alipoeleza, nami nikamuuliza ya kwamba kwa wakati huu na wakati ni sasa, huyu ndugu yako anaenda kupona katika maisha yake. Sema amina. Watu hawakuelewa ninamaanisha nini. Maana katika mambo ya dunia ambaye alikuwa muumuvu, alipona akakeuka katika dhambi aliyokuwa ndani, akakeuka akamwangalia Yesu, akampa Yesu maisha katika ndani ya maisha yake, akamkubali Kristo. Na mteule aseme amina. Lakini katika ulimwengu wa mwili sasa, nikasema huyu ndugu ana shida gani? Akasema huyu asikia hata mzuri. Sauli ya bura itawe. Kutokusikia katika ulimwengu wa roho na kutokusikia katika ulimwengu wa kisasa, kuna challenge mbili katika mambo mawili. Huyu ndugu nilipomwangalia, Biblia ikasema katika Ayubu, akasema ya kwamba jicho langu limetazama haya, sikio langu limesikia haya, lakini tazama sitasikia tena. Alikuwa anamaanisha nini? Katika ulimwengu wa dunia, Owen alikuwa ametoka katika mambo ya dunia, katika mambo ya hii dunia alikuwa ameshafariki na hawezi kusikia mambo mengine. Na alipokubali kusikia mambo ya dunia, nikaona ndugu yake, nikasema huyu nikimwambia kwa ajili ya upendo na kwa ajili ya ushuhuda wake, aliponiambia mimi ndimi nimesimama na ndugu yangu mbele na nyuma, hata sina chochote, lakini nikasema ya kwamba kwa ajili ya roho iliyo ndani mwake, roho ya utu, nikasema ya kwamba naweza kumwambia na ikamletea shida. Na mteule asema amina. Luka 12 asema ya kwamba muwe werefu kama nyoka na muwe wapole kama njiwa. Lakini nikamwambia kwamba ndugu yako atapona. Lakini hakuelewa. Lakini yeye alipona katika mambo ya dunia, akaingia katika mambo ya ulimwengu wa roho, akawa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Bwana akasema rudi kule tena. Mara ya pili nikampigia simu ndugu mama Lydia, nikasema ya kwamba unaendeleaje? Nataka wewe na
mwenyewe ukuje na Owen katika madhabahu. Na aliponiambia kwamba Owen alienda hospitali, hata leo hayupo, nikarudi kama mtumishi wa Bwana, kwa maana kazi aliyenituma lazima nihakikishe wanadamu na watu wote katika malaika wote wajue ya kwamba nimeikamilisha. Nilipomuuliza akasema ya kwamba ndugu yangu ako katika hospitali, lakini akasema hata yuko katika hali nzuri. Lakini nilipomwangalia nikasema, Bwana nipe jambo moja mbele ya huyu mtumishi. Na akaniambia katika Yohana 16:16 akasema ya kwamba kitambo kitoko mtaniona na kitambo kidogo hamutaniona. Alikuwa amemaanisha nini? Owen alikuwa amesafiri katika nchi nyingine, alikuwa ameondoka katika dunia. Na mteule asema amina. Asubuhi na mapema, mimi kama mwanadamu nilipokuwa ninapumzika asubuhi, ripoti kanijia kwamba wewe tazama katika ministry yako kuna matanga iko katika ministry. Na wametuma mtu mwingine tu hata ambaye si katika ministry, lakini anakuja ananiambia katika ministry yako kuna matanga. Nilipoamuka katika sekunde 5, niposa nikapokea simu ya Mama Rita pamoja na mke wangu, yeye ndiye shahidi, pamoja na Kristo Yesu. Na mteule asema amina. Na akasema, "Owe ni safari imefanya nini? Imekwisha." Yeye amelala. Yeye amelala anapumzika sababu alikubali Kristo Yesu. Nataka nikwambie kwamba kwa ajili ya anga kuna chamba ambaye nataka nikwambie kama mtumishi wa Mungu. Haijalishi umepitia katika njia gani, haijalishi ulikuwa umetenda dhambi kiasi gani, haijalishi umepitia na kudharauliwa kiasi gani, haijalishi mlikuwa mmegombana katika maisha yenu ama katika ndoa yenu kiasi gani, lakini nataka nikwambie kuna roho ya utu ndani mwenu, roho ya msamaha iliyokuwa ndani ya Owen. Akamkubali Kristo, akampa Yesu maisha. Ndiposa Owen, sisemi ya kwamba amekufa, bali Owen amelala anapumzika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema ya kwamba Yesu Kristo ni simba wa Yuda, Yesu Kristo alishinda Masadukayo na Mafarisayo na waandishi. Sababu ni moja, aliposema ya kwamba amekuja kutafuta kilichopotea katika chini ya mbingu. Watu wengi hawakuelewa, lakini nataka nikwambia kwamba ndugu yangu, pamoja na mzee wangu, pamoja na mama, haijalishi ni nini iliyo mbele yako, lakini nataka niseme ya kwamba kuna mlango wa neema ungalipo katika ndani ya maisha yako. Mlango wa neema ungali katika ndani ya uzao wako. Yesu Kristo bado anakuhitaji. Nikisoma andiko kwa ajili ya anga, Biblia inasema muwe refu kama nyoka na muwe wapole kama njiwa. Katika maandiko Ufunuo Yohana 10 maandiko yanasema ya kwamba Ufunuo Yohana 20 anasema ya kwamba kisha nikaona malaika akishuka kutoka juu mbinguni, mkononi mwake ameshika mnyororo. Akaenda akamshika yule joka wa zamani, ndiye Ibilisi, akamfunga miaka 1000. Alipomfunga miaka 1000, kwa kitambo kidogo ama kwa muda mchache atamfungua tena. Lakini atakapomfungua alikuwa amemwekea muhuri ili asije kuwadanganya watakatifu. Kama uko ndani ya Kristo Yesu, kuna tumaini katika ndoa yako, kuna urejesho katika ndani ya maisha yako. Yesu Kristo anakupenda. Ingekuwa heri chukua njia zako umkabidhi Bwana wetu Yesu Kristo, maana yeye ni Bwana. Sema amina. Ndugu uko nile sisi mukongonde kitoko mwili wa chikambola kama mwana mteje, lakini Bwana ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani abero muno lumukuru, lakini sema kwira ho kitoko sisi mukongonde lumukuru. Amen. Ubere vangeli bole Yesu kwere fundala mumoni chaweli linge second nda lolo bwa lazima bula mumuli mukarikana mwana kimyaka nikewele kambere lazima nijivunie lumukuru. Amina. Msomaji, mchungaji Jovili, nasoma na napenda unisomee maandiko mahali pale. Sasa tuendelee katika medali. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Lakini anasema ya kwamba lakini mwisho wake katika ile njia aliyoichukua mwisho ni mauti. Anamaanisha nini? Wewe mwanadamu pamoja na mimi naweza kuona ya kwamba ni sawa katika kila jambo, lakini katika kutembea na kuwaza, mwisho hiyo njia niliyochukua inaweza kunielekeza katika ziwa la moto. Sasa nataka nikwambie ya kwamba haijalishi ulikuwa umesimama katika njia gani, lakini Biblia inasema ya kwamba basi na tuchunguze njia zetu
na kusipima na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Maana anasema nini? Tutakapojaribu njia zetu tumkeukie Muumba wetu ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye atakuja kutusamea dhambi zetu katika maisha yetu. Kama unaona ya kwamba njia yake haiko sawa, njia yake haijasimama, nataka nikwambie, tafuta njia ile njema. Njia ambayo inapatikana wapi? Biblia inasema ya kwamba mimi ndimi njia, uzima na kweli. Mtu hatakuja kwa Baba bali atakuja kwangu. Atakapokuja kwangu nitajua mahali penye nitamweka. Ni nani anayesema? Si Muhammad bali ni Yesu Kristo. Si nabii Musa bali ni Yesu Kristo. Yeye ndiye alijua ana makao mahali penye atakuweka. Kama chizi siku ya leo Owen alipolala, kuna Mungu amemtengea sehemu yake. Sasa wewe pamoja na mimi, Biblia inasema katika Maombolezo 3:40 akasema, basi na tuzichunguze njia zetu na kuzipima na kuzijaribu na kumrudia Muumba wetu tena katika njia zetu. Kama unaona ya kwamba hiyo njia uliyosimama si njia sawa, ingekuwa mzuri chakuwa njia ya uzima. Hii njia ya uzima inapatikana wapi? Kuwa na roho ya msamaha ndani yako, kuwa na roho ya utu ndani yako. Jua ya kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe. Tumuendee yeye. Yeye ndiye jiwe kula pembeni lililokataliwa na washi, lakini kwa Mungu ni teule. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama njia yako ni mbaya, nataka nikwambie, jaribu sana na siku ya leo katika harusi ya ndugu Owen, maisha yako utengeneze njia zako, utoke katika hiyo njia. Chingira jireje bwana jirani. Mama ile robaha ile mkamu na mjindo. Amani mundoa mpamo hubele. Chungaji wanapotembea wanatembea wawili. Anasema mimi sijui ni nani, wamechiegea majina. Hiyo ndio njia mbaya. Hapo na amira kama lulu mahori amina. Kama unagalia. Na ima ikaze vile na mpango wa kanda aliona mzima na rupa akamuze vile alipetulo. Sasa umuza kuna rupa kawaka habari timbiti amonaza petulo haneta. Hata hakuna kabila yoka kama kwa penza kini ngalamu na petulo zale na anayota. Kume yabanzi baelewa chizimuta. Lakini none wa hailes. Nono kama kungira ngene ita engira ngene yimpi. Mahori amina. Hata kama walikuwa kama sina kama hata wenda alo ya wao wabanende kumoye kwebo waki hojo li kwalile banende kumoye kwa muzama engira ngene ira kuilewe sioto engira ngene ira kuile mulira so labane bula muta wera ala kulinda mara wera ala kuhukuma lo maholi amina ukamu kane kube bandu bangai kabali ndoye yefwe ndoye lecha kunania mara na mola bandu umutandao uchumbe wacha no foli mwana nende foli muto nabo nandi bandu bakai sabakengire mu bwamita kubera ndoa yaki abantu bakale abacha kuangamia hata mubwami weli kuruza bacha kumonata wageranga bishop wageranga archbishop wageranga napi wageranga nani kaba iswamona kama kwa kando hata ewe ni kumulio kulio kama holi amina. Biblia inasema ya kwamba alipoangalia katika shamba la Edeni akaona hata msii vyema aishi peke yake, akampatia msaidizi. Wewe badilisha njia zako, Bwana msamaha katika ndani ya maisha, rudia mpenzi wako. Mpenzi wako ni nani? Biblia inasema ya kwamba Suleimani alipofika mahali akasema nilimtafuta Yesu Kristo, muendee atakusamea ndani ya maisha. Ndoa yako tengeneza, njia yako tengeneza, Yesu atakusamea. Maana Yesu anarudi kulichukua kanisa linalotubu na kunyenyekea na kuomba msamaha machoni pa Mungu. Maholi amina. Abantu babona waliwelewa ayeta uyeta ubeyi wela oloma aliko nani anaweza kujiongezea maisha yake wala sekunde moja? Hakuna hata mmoja, bali sisi zote tunahesabiwa haki katika neema iliyo ndani ya Kristo. Sasa mtu ambaye ana uwezo wa kukusamea dhambi, wa kunisamea dhambi, ya kubadilisha njia yangu ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Chimekula pembeni, utasamehewa, utapata amani ndani ya maisha yako. Sema amina. Katika hii mji nataka niseme ya kwamba ninawakaribisha wote katika hema la Bwana ama katika safari ya kuhubiri habari njema. Njoo sote tuungane katika hii kijiji, tuende katika tusambae ama tuhubiri habari njema ya Kristo Yesu. Tusihubiri dini, maana hakuna katika dini hakuna uzima. Yesu alipokuja katika hii dunia alipata dini, lakini dini haikuokoa mwanadamu, bali yeye aliokoa wanadamu kutoka dhambini. Tuamke tuombe. Bwana Yesu, nataka nikushukuru kwa ajili ya neno ambalo umelituma. Wapendwa wamelipokea, sifa na utukufu waje ikakurudie. Katika huu mji naomba amani na upendo katika hii mji.
Bwana Yesu, safisha njia Baba mahali hapa. Safisha njia zote zilizokuwa mbaya. Bwana, leta neno lako katika hii mji. Leta neno lako katika hii mji. Leta msamaha katika hii boma. Leta msamaha katika hii boma. Leta urejesho katika hii boma. Leta urejesho katika hii dunia. Bwana, wewe ni mfalme katika hii kijiji ya Lutungu. Bwana Yesu, katawale. Bwana Yesu, katawale. Badilisha wale ambao hawakutambui. Badilisha wote waliokuwa na njia mbaya. Yesu, kawasimamishe katika njia ya uzima, njia ya amani. Yesu, kawalinde. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya watumishi hawa. Asante kwa ajili ya neno ambalo umelituma. Sifa na utukufu ikakurudie. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.